Na mpenzi mtazamaji wa Mwanaweka TV, karibu kujiunga nasi moja kwa moja kwenye kipindi chako kizuri cha Today Now ambacho kinakuwa kunapeperushwa kwenye TV yako Mwanaweka, ambapo sasa hivi ni TV inafanya vizuri, lakini pia tumeweza kukuletea makala mapya kabisa ambayo yatakuwa yanapeperushwa kwenye TV yetu ya hapa nyumbani Mwanaweka, makala ambayo yanazungumzia kuhusu maisha ya wasanii waimbaji, wasanii wa uigizaji, lakini pia na wasanii wachongaji, kujua wanafanya nini, walitokea wapi, ni kabila gani, wana kazi gani na wameshapata nini kutokana na kazi zao wanazozifanya. Kwa hiyo haya ni makala mapya ambayo yatakwenda kukuzungumzia mambo mengi na kujua maisha ya wasanii wanachokifanya, kuanza maisha yake ya kazi na maisha yake ya kawaida. Basi mimi nakuomba tu uendelee kufuatilia TV yetu Mwanaweka, lakini pia na kujua historia zote ambazo tutakuwa tunazileta kwenye TV yako. Usikose kabisa kusubscribe, usikose kabisa kucomment, lakini pia usikose kushare kwa watu wengine, lakini kikubwa zaidi usikose kugusa kibutton cha kengele, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata notification kila tunapopeperusha historia mpya. Haya ni makala mpya bwana, na kuomba tu ukae kando na TV yako ili uweze kujua nini kitakachoendelea. Karibu. Jean Didier au JDD, wengine wanamuita Jean Didier na wengine wanamuita JDD na wengine wanamuita mkali wa Concordance. Amezaliwa tariki 25 Juni mwaka 1999 huko Tambarare katika kijiji cha Sange kipatikanacho bondeni mwa mto Ruzizi. Kutokana na matatizo la vita walilazimika kuhama Ndunda na kwenda kuyaanza makazi mapya mjini Uvira mnamo mwaka wa 2000. Majina kamili anaitwa Jean Didier Chimonge, ambaye ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watatu ambao wamezaliwa wavulana wawili na binti mmoja. Baba yake anaitwa Namushimba Chimonge na mama yake anaitwa Victorine Furaha. JDD amesomea shule lake la msingi ni pale Kavimvira na shule la kisekondari amesomea pale kwenye Institute Kalimabenge inayopatikana kwenye wilaya ya Kavimvira. JDD alijaliwa kuwa na uwezo usiokuwa kawaida wa kuzungumza lugha 5 kwa ufasaha kabisa, zikiwemo Kifaransa, Kiswahili, Kiingereza, Kifulero na Kikosa. Vipi sasa kuhusu muziki wake? Maswali yaliibuka mengi kuhusiana na msanii huyu. Msanii JDD ni Mkristo wa kanisa Katoliki, ambako hapo ndipo safari yake ya kimuziki iliweza kuanza, ambapo alijiunga kwenye na kwaya liitwalo Pueri 14. Ya hapo ndipo alijigundua kuwa ana kipaji cha uimbaji, na kipindi hicho alikuwa bado mdogo sana, mwenye umri wa miaka 13, na nyimbo yake ya kwanza aliweza kuirekodi kwa producer aliyekuwa akiitwa Liza, ambaye kwa sasa ni producer wa kimataifa anayeishi katika nchi ya Tanzania. Liza alikuwa producer aliyekuwa akipatikana katika jiji la Bujumbura nchini Burundi, ila kwa bahati mbaya nyimbo hiyo yake JDD haikuweza kutoka na kufanya vizuri. Hivyo na huo ulikuwa ni mwaka wa 2009, na kwa mwaka huo akaamua kutoka nchini Kongo na kujielekeza huko Afrika ya Kusini ili kuja kuna kuyasaka maisha. So unajua tena vurugu za maisha zinalazimika vijana wengi kutoka katika nchi yao halisi na kuelekea katika nchi zingine ambazo ni nchi za kigeni. Ndio kile ambacho kilichomkuta JDD. Kufika mwaka 2015 JDD akatoa kibao chake cha pili, kilikuwa kikiitwa Angelo. Na nyimbo hiyo ndiyo nyimbo iliyomfanya akazama kabisa in deep kwenye muziki wake na kufanya apate mashabiki wengi kiasi cha kwamba watu walikuwa hawafikirii kutokana na kipaji alichokuwa na kionyesha msanii huyo. Baada ya hapo akaachia kibao kingine ambacho kilikuwa kikiitwa Tazama. Baada hapo akaja akadondoka na kibao kingine ambacho kiliitwa More. Baada ya hapo JDD aliamua kurudi nyumbani DRC mwaka 2020 kutokana na ugumu wa maisha na changamoto za pesa.
alizozipitia akaamua kuja na kibao kingine chake kilichoitwa L'argent. Hapo sasa ndipo utamu ukamkolea. Nyimbo ya L'argent ni moja kati ya nyimbo ambayo iliweza kufanya vizuri katika jiji la Uvira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nje ya Afrika. Kwa Kiswahili yani L'argent ni pesa. Nyimbo hiyo ndiyo iliyompa umaarufu mkubwa sana, ambapo ulimfanya aliweka na kuweka nguvu na kuweza kualikwa kwenye vyombo vya habari mbalimbali na kwenye vipindi kadhaa kama vile kipindi cha Night Kali na Sanaa ya Nyumbani na vingine vingi kutoka jiji la Uvira na nje ya Uvira. Kwa wakati huo akaamua kufanya tamasha ambayo alibahatika kwa jina na aliweza kulibatiza concert hiyo kwa jina la L'argent concert. Hakika tamasha hiyo ilikuwa sio tamasha ya kikawaida. Tamasha hiyo iliweza kufanyika tariki 2 Juni mwaka 2024. Bwana, kile wanachokuambia kwamba mtu akiweka kusudi lazima kiweze kutokea. Concert hiyo ilifanya mambo mengi makubwa sana, ambako hakika tamasha hilo ilikuwa si tamasha la kikawaida, lilikuwa tamasha la ajabu ambako walihudhuria watu 2500 moja na lakini pia kwa sasa JDD ana umri wa miaka 25 na uzito wa gramu 69.9. Ni baada ya vipimo vilivyokuja kuonekana baada ya kupata umaarufu wake na kuweza kudondoka na concert kubwa hiyo ambayo waliweza kuibatiza L'argent concert. Kwa sasa JDD ni baba wa mtoto mmoja wa kike na mke mmoja. Kwa hiyo wale wote wenye viwivu vya kutaka kuishi naye, nakwambia kambali ni mume wa mtu JDD. Bwana, hayo ndo makala yake JDD ambaye anapatikana katika jiji la Uvira. Ni mji unaopatikana katika mkoa wa Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kunisikiliza. Naitwa Eric Nelson. Tukutanane kwenye makala mengine. Bye bye.